aina 5 ya wanaume ambao kutoka nao kimahusiano itakuwa ni ngumu kupata mwanaume ambaye anajiheshimu kuweza kufunga ndoa na wewe au kuingia kwenye mahusiano serious. Ni muhimu sana kuweza kujua kwamba kuna aina 5 ya wanaume ambao kama wewe mwanamke kutoka nao utakuwa umejifungia mlango wa kuweza kupata mwanaume sahihi, kwa sababu ni aina wanaume ambao ni waruwaru, ambao umfanya mwanaume sahihi iwe ngumu kuweza kukupata au iwe ngumu kuweza kukupenda, kwa sababu utakuwa umejitengenezea mazingira ya kuwa ni mwanamke waruwaru. Hakuna mwanaume mwenye hekima akamuoa mwanamke au akaingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye aisha kutoka kimahusiano na wanaume waruwaru. Na kwa kawaida hata kama atakuwa na hekima, atakuja kwa ajili ya kufanya mapenzi na kuondoka. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba kama wewe ni mwanamke, ikiwa utatoka na aina hii 5 ya wanaume, utakuwa umejitengenezea mazingira ya wanaume wenye hekima kufanya na wewe mapenzi alafu akakudampu, ama utaendelea kutoka kimahusiano na wanaume ambao ni waruwaru, au utafunga ndoa na wanaume waruwaru ambao hamtadumu kwenye ndoa, kwa sababu hakuna ndoa ambayo inadumu na mwanamke na mwanaume waruwaru au mwanamke waruwaru. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba kuna aina 5 ya wanaume ambao ukitoka nao wewe mwanamke, fahamu kabisa kwamba utakuwa umejifungia njia ya kuweza kupata mwanaume sahihi. Aina ya kwanza ni aina ya wanaume ambao wanagombaniwa na wanawake. Hakuna mwanaume ambaye anajiheshimu anaweza kugombaniwa na wanawake, kwa sababu mwanaume ambaye anajiheshimu hutoka kimahusiano na aina ya wanawake ambao wana hekima, wana busara, kwa sababu mwanamke kama ana hekima na busara hawezi kugombania mwanaume. Kwa hiyo kama wewe mwanamke ukatoka kimahusiano na mwanaume ambaye anagombaniwa na wanawake, wewe utaonekana kama waruwaru. Kwa hiyo mwanamume ambaye ana hekima itakuwa ni ngumu sana kumpata. Atakuwa anakuja, mwanaume mwenye hekima anaweza akaja kwa ajili ya kufanya mapenzi na wewe, sio kwa ajili ya kutengeneza maisha na wewe. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba kama utatoka kimahusiano na aina ya wanaume ambao wanagombaniwa na wanawake, wewe utakuwa ni waruwaru kwenye maisha yako yote. Na pia aina ya pili, aina ya wanaume ambao wanafanya kazi za kuhamasishana ujinga. Mfano, mafundi, dereva bodaboda, dereva magari. Kama mwanamke akitoka na aina hii ya wanaume, huwa kwa kawaida ni ngumu sana kupata mwanaume mwenye hekima, kwa sababu jamii ya mwanaume ambaye ana hekima au jamii ya wanaume ambao wana hekima mchukulia kwamba huyo mwanamke ni waruwaru. Kwa hiyo wengi wao wanakuja kwa ajili ya kufanya naye mapenzi na kuondoka. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba kama utatoka kimahusiano na aina ya wanaume ambao wanafanya kazi za kuhamasishana ujinga, wewe ni mwanamke ambaye utakuwa katika kundi la chaote, na pia itakuwa ni ngumu kupata mwanaume mwenye hekima. Na pia aina ya 3 ni aina ya wanaume ambao wana skendo ya kununua malaya. Hakuna mwanaume ambaye ana hekima anaweza katoka kimahusiano na mwanamke ambaye anatoka na mwanaume ambaye ana skendo za kununua malaya. Haiwezekani. Zaidi huyo mwanamke pia ataonekana ni malaya. Kwa hiyo itakuwa ni mojawapo ya huyo mwanaume mwenye hekima kuja kumnunua huyo mwanamke. Hata kama hataonekana kama amekuja moja kwa moja kumnunua, basi atakuja kwa stage ya kwamba anampenda na mhudumia, lakini akifanya naye mapenzi mara 2 mara 3 atamdampu, kwa sababu anajua kwamba huyu ni cha wote. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba mwanamke anayetoka kimahusiano na mwanaume ambaye ana skendo za kununua malaya, huyo mwanamke huwa ni ngumu sana kuweza kupata mwanaume mwenye hekima. Na pia aina ya 3 ya 4, mwanamke akitoka kimahusiano na aina ya mwanaume ambaye ana marafiki ambao ni mbapoyoyo, yani marafiki ambao wana tabia mbaya mbaya. Mfano, mwanamke anatoka kimahusiano na mwanaume ambaye ana marafiki ambao wananunua malaya, ana marafiki ambao wanakunywa pombe, ana marafiki wana tabia mbovu mbovu. Huwa ni ngumu sana kuweza kupata mwanaume mwenye hekima, kwa sababu huyo mwanamke pia hujumuishwa kwenye hilo kundi. Kwa hiyo hali hiyo huonekana kama ni mwanamke wa chaote. Kwa hiyo ni ngumu sana huyo mwanamke kupata mwanaume mwenye hekima. Hata kama atampata mwanaume mwenye hekima kwa ajili ya kufanya naye mapenzi, kwa sababu wanaume wenye hekima pia sio kwamba hawapendi wanawake. Unaweza kuwa umemuona mwanamke ni mzuri, akawa anapambana kwa ajili ya kufanya naye mapenzi. Akishafanya naye mapenzi atamdampu, kwa sababu huyo mwanamke yupo katika kundi la wanaume pia ambao ni waruwaru. Yaani kama anatoka na mwanaume ambaye ana marafiki waruwaru, basi na yeye anakuwa katika hilo kundi. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kuweza kupata mwanaume ambaye ana hekima. Na pia mwanamke kutoka kimahusiano na wanaume ambao wana skendo za kupiga mtungo, wana skendo za kutoa mimba, wana skendo mbaya mbaya. Kwa kawaida huyo mwanamke ni ngumu sana kuweza kupata mwanaume ambaye ana hekima, kwa sababu mwanaume mwenye hekima hufanya uchunguzi kabla ya kuwa na mwanamke sahihi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba hii pia ni mojawapo ya hasara ambayo mwanamke kama atatoka kimahusiano
na aina hii ya mwanaume kukumbana nayo. Kama unahitaji ushauri ama video za kufanya mapenzi, hakikisha unanicheki WhatsApp kwa namba 07 13 72 87 36. Naitwa Isaac Kanyankole.